ya kwanza mpaka dakika 90 tumepata pointi 3. Rasmi mmemaliza michuano hii ya CAF Champions League, tuambie ilikuwa ni michuano namna gani msimu huu kwa upande wenu? Cha kwanza michuano ilikuwa kwa upande wetu msimu huu ilikuwa hatuna bahati na michuano hii, ndio maana kama ulikuwa unafuatilia mechi zote ambazo tunacheza ilikuwa kuna timu ambayo inaweza kudhibiti, lakini ilikuwa ndio hivyo hatakuwa tupate, lakini tunapenda tumshukuru Mungu, kuna kitu tumejifunza. Kwa hiyo tumeshatoka katika mashindano, tunaweka nguvu katika ligi na michuano mingine ambayo tunacheza katika ligi ya ndani. Mwalimu amezungumza nini mara baada ya mchezo huu kutamatika, kwa sababu ndio mmefunga mlango wa CAF kwa msimu huu? Kama nilivyoongea mwanzo, msimu huu ulikuwa hatuna bahati, kwa hiyo tumejipanga katika msimu ujao, na ili kushiriki tena msimu ujao lazima tufanye vizuri katika ligi yetu ya ndani. Ni funzo la namna gani sasa mmeondoka nalo na mnaenda kulifanyia kazi kujiandaa na michuano ya ligi? Kikubwa ni kupambana, lakini tunaamini msimu ujao Mungu akijalia katika mashindano haya tutashiriki tena. Kuna kitu ambacho tumejifunza msimu huu, kwa sababu msimu huu ukiangalia tulikosa tu bahati tu katika mechi zetu. Mwalimu, mashabiki wengi changamoto kubwa ambayo wanalia nayo ni eneo lako la ushirikiano, pengine unaweza mimi ndo kazi yangu, kwa hiyo mashabiki wao watabaki kuongea, lakini mimi kazi yangu najua nini na cha kufanya, kwa sababu steka unaweza ukatengeneza nafasi na ukafunga. Kama ukiangalia mechi leo kweli nimekosa nafasi, lakini nimetengeneza nafasi. Kwa hiyo ni kazi yangu, nitarudi uwanja wa mazoezi na kurekebisha ili niweze kuwa bora katika finishing. Okay, asante sana. Chama, habari yako? Salama, mambo? Safi sana. Kwanza hongereni kwa aina ya mchezo ambayo umeonyesha leo. Tuambie ushindi huu na alama hizi zina tafsiri gani kwenu kama wachezaji? Cha kwanza tumshukuru Mungu kwa kupata ushindi leo. Nahisi matokeo haya yametupa furaha kama wachezaji. Nahisi ni muda mzuri na mashabiki na wao wawe na furaha. Kwa kweli tumeteleza msimu huu kwenye CAF, lakini ndio hivyo, tumshukuru Mungu. Alafu kingine naweza tu kuambia mashabiki wafurahi kwa sababu ushindi ni ushindi na tutaendelea kupambana kwenye mechi zijazo. Na tena hii mechi tulikuwa nyumbani, kwa hiyo kwa sababu tumepata ushindi inatupa motivation kama wachezaji, kama timu kuendelea kwenye mechi zenye zinafuata. Nahisi sisi muhimu ni kuchukua kila mechi after match. Nahisi sasa hivi ni muda usio sahihi kuongea kwenye mechi ya Yanga, kwa sababu kabla ya Yanga hapa tuna mechi nyingi. Kwa hiyo itafika muda tutaongea kuhusu mechi hiyo. Muhimu ni kuendelea kupambania timu, kuendelea kupata ushindi, alafu tutaona, kwa sababu na hii objective ni kufanya vizuri kwenye ligi ili tuendelee tena na turudi kwenye CAF Champions League tena msimu ujao. Ni funzo la namna gani sasa mmeondoka nalo mara baada ya mechi hii kutamatika? Nahisi kuna vingi vya kujifunza. Moja yapo ni yenye muhimu sana ni kumaliza mechi kwenye wakati, kwa sababu naona mechi nyingi tunakuwa tunapata nafasi ya kufunga lakini tunakosa, na sometimes tunapata chance ya kushinda alafu tunakosea tena alafu tunapoteza points. Kwenye mechi kama hizi za kimataifa ziko tofauti kidogo, kwa sababu tunacheza na timu zenye upinzani mzuri. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuwe tu makini na kupambana zaidi. Asante sana.